Ni neno kubwa, ni neno zito, ni neno lina maana kubwa sana katika maisha na katika ulimwengu wa roho. Tunaposema nguvu ya upendo au tunapozungumzia upendo, yani tunamzungumzia Mungu mwenyewe kwa tabia yake. Mungu ni upendo. Kwa sisi bahati nzuri tumeanza kuangalia tangu mkesha uliopita. Tumeanza kuliangalia neno upendo. Tulijifunza kwa sehemu kubwa, lakini leo natamani tumegeane kidogo tu, sitafundisha lote kutokana na muda. Tumegeana kipande kidogo tu, afu tutaendelea nalo tena kwenye part 2 ya mkesha wiki ijayo. Nikusii tu na nikuombe sana. Kama ukipata nafasi, karibu sana kwenye mkesha wa Ijumaa. Tumekuwa tukikesha sehemu nyingi, kwenye misiba, kwenye mipira, kwenye nini. Siku moja tu kwa Bwana, hebu na wewe njoo uone kulivyo kuzuri kukesha na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nikutie moyo tu, njoo. Sidhani kama tuna changamoto za kutufanya tusije kabisa kwenye mkesha. Kwenye mkesha uliopita nilisema tulikuwa na Mama Nyagwaswa. Mama Nyagwaswa anafanya kazi Mtwara. Just imagine anatoka Mtwara na anahudhuria mikesha. Na amekuwa akihudhuria mikesha mingi tu. Sasa kama mtu anafanya kazi Mtwara na anahudhuria, wewe tuliopo jirani hapa, nikutie moyo na wewe uje. Tuje tumwabudu Mungu wetu. Dunia hii sasa hivi ina mambo mengi sana yanavuruga watu. Lazima tuweke commitment ya kweli. Commitment ya kumtafuta Bwana. Hichi kizazi cha Gen Z na hicho kinachokuja, ndugu yangu, lazima uweke commitment kabisa na Mungu. Uwe na uhakika kabisa Mungu atakilinda kizazi chako. Sijui, lakini sisi tunakutana, tunaona vitu vingi sana vinaendelea ambavyo vinawavuruga sana vijana, vinawavuruga watoto. Lazima tuje yalete hayo kwa Bwana. Kwenye pendo nilisoma ile somo la pili. Kwenye somo la pili nimesoma mistari mingi sana, lakini my interest ni ule mstari ule wa 13, ule mstari wa mwisho ambao unasema basi sasa idumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Nitaka tu kuonesha kikubwa hapa, nitaka kuonesha kuna mambo matatu yametajwa hapo. Imetajwa imani, imetajwa tumaini, limetajwa na nini? Na upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika yote lililo kuu ni nini? Ni upendo. Kwa hiyo tunajifunza kitu ambacho ni cha thamani, ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Na tulianza mkesha wetu na nguvu ya matumaini. Sasa hivi tuna nguvu ya upendo. Tujifunza kwa urefu kuhusu nguvu ya matumaini. Sasa hivi tunaendelea kujifunza nguvu ya upendo, na Mungu akitupa neema tutajifunza pia nguvu ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nitaka kuhamasisha, usikae kizembe. Hebu kaa ukiwa na shauku ya kujua ili jambo kuu kuliko haya matatu lina thamani gani katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa kifupi, tumaini na imani vitapita, vitaishia hapa duniani. Jambo ambalo tutaendelea nalo huko mbinguni ni upendo. Kwa imani itakusaidia kwenda mbinguni, kisha kupeleka mbinguni, inaishia hapa. Hatuna haja ya kuwa na imani tena kule mbinguni kwa sababu tushafika. Tumaini nalo litatusaidia kwenda mbinguni na kujua yale ambayo Mungu
ameahidi kwetu yataishia hapa duniani, lakini upendo ndo tutaenda nao mbinguni, kwa sababu Mungu wetu ni upendo. Katika somo la leo tutaangalia aina za upendo, faida za kumpenda Mungu, ni vitu gani Mungu anaangalia kujidhihirisha kuwa unampenda. Kuna vitu Mungu anaangalia, vitu gani tutaviangalia. Of course, katika aina za upendo leo nimetarget kufundisha aina moja tu ya upendo. Ziko aina 4 za upendo. Katika zipo aina za upendo na zipo tu, hata ukizitafuta kwenye Google atakuletea aina 4 za upendo. Aina ya kwanza ya upendo inaitwa upendo agape. Bwana Yesu asifiwe sana. Aina ya kwanza upendo tunasema inaitwa upendo agape au upendo wa Mungu, godly love, kwa Kiingereza unaitwa godly love. Lakini aina ya pili ya upendo unaitwa upendo phileo, upendo wa kirafiki, upendo wa kirafiki, friendship love. Aina ya tatu ya upendo ni upendo eros. Maneno ni ya Kilatini ya siku. Upendo eros au upendo wa kimahaba au romantic love. Na aina ya 4 ya upendo unaitwa upendo storge au upendo wa kifamilia, family love. Kwa kila upendo hapa una tabia zake, una mambo yake, lakini leo natamani tujifunze upendo mmoja tu katika aina hizi, upendo phileo, friendship love, upendo wa kirafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Muulize jirani yako, bado upo au tumesha kuacha kwenye mataa? Kabla hatuja tayari tumesha kuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba unipeleke kwenye ile somo la kwanza. Somo la kwanza ambalo linapatikana katika kitabu kile cha Luka sura ya 10 mstari ule wa 27. Kama unaweza watu wa media kama mnaweza mkaenda kwa kasi zaidi. Luka 10 mstari ule wa 27. Naona tasoma. Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, lakini na jirani yako kama nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako. Alafu hatukupita darasani jamani, hem tuanze. Akajibu akasema, na jirani yako kama nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni summary ya amri za Mungu. Amri zote za Mungu hii ni alizisummarize hapa. Na hii story ilianzia juu kidogo. Huyu ndugu alimuuliza Yesu afanye nini ili aweze kuurithi uzima wa milele. Akamuuliza, unafahamu nini? Kwani Torati inasema nini? Ndo akajibu.
Jamaa akawa anamjibu Yesu. Asema akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo kuna sehemu mbili. Kuna sehemu ya kwanza, upendo ni ya kumpenda Mungu, si ndio? Alafu sehemu ya pili ni ya kumpenda nani? Jirani. Kama ukifuatilia vizuri, kuna tofauti kubwa ya namna ya kumpenda Mungu na namna ya kumpenda jirani. Ipo tofauti kubwa ya namna ambavyo unapaswa kumpenda Mungu na namna ambavyo unapaswa kumpenda nani? Jirani. Ukiendelea kusoma huko chini inajielezea jirani yako ni nani, lakini mimi nilikuwa nataka tuone utofauti huo. Mungu anataka apendwe kwa moyo. Kwa tunawajibika kumpenda nani? Mungu. Tunawajibika kumpenda Mungu, tena kumpenda kwa moyo wote, kwa roho yote, kwa nguvu zote na kwa akili zako zote. Changamoto ambayo tulio nayo na tumekuwa tukifundishana zaidi kuhusu upendo kwa namna ya kuwapenda watu wanaotuzunguka, kuwapenda familia, lakini imekuwa haisisitizwi sana kumpenda Mungu. Mimi siku ya leo nataka ni kusisitize au niweke mkazo katika kumpenda nani? Mungu. Katika kumpenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko sawa sawa katika kumpenda Mungu. Nasema tumpende Mungu kwa moyo wote. Changamoto watu siku hizi wanawapenda watu wengine kwa moyo wote. Kuna mtu amemhakikishia kabisa mwenzie, mimi moyo wangu wote nimekupa. Lugha za mapenzi za kudanganyana. Chukua moyo wangu. Okay. Atachukua moyo wako na tegemea kupata maumivu. Binadamu hapendi kwa moyo wote, kwa sababu binadamu wanabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Binadamu hawapendi kwa moyo wote wala kwa roho yote. Binadamu anapendwa kama nafsi yako. Wewe unavyojipenda ndivyo unavyotakiwa kumpenda na jirani yako. Tatizo tumehamisha lile jukumu la namna ya kumpenda Mungu, ndivyo tunawapenda wanadamu. Unampa moyo mtu, ataujeruhi. Rafiki yangu amenisaliti, nilimpenda sana, nilimpa moyo wangu wote. Anayepewa moyo ni nani? Mungu. Kwa sababu yeye anaweza hata kuufinyanga akautengeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tupendane, lakini anayepaswa kupendwa kwa moyo, kwa roho, kwa nguvu ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo unaweza ukafanya tathmini tu wewe mwenyewe, how much you love God. Hizo nguvu Mungu alizokupa zinaonesha ni kwa kiwango gani unampenda Mungu. Hiyo roho Mungu aliyokupa inaonesha ni kwa kiwango gani unampenda Mungu. Hizo akili ambazo Mungu amekupa zinaonesha ni kwa kiwango gani unampenda Mungu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tunajifunza upendo wa kirafiki, phileo, friendship, love. Kwa nataka leo nikuoneshe upendo wa kirafiki kati yetu sisi na Mungu. Nataka tuwe na upendo wa kirafiki. Nisema upendo wa aina ya kwanza ni wa agape. Upendo wa agape, that means ni Mungu alitupenda pasipo sababu. Unconditional love. Yaani hakuna jambo ambalo tulimfanyia Mungu ili atupende. That is phileo. Unconditional love, agape. Ndio maana ukisoma ile Yohana sura ya 3 mstari wa 16 nasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwamini asifanyaje? Asipotee bali awe na uzima wa huo ni upendo wa agape. Mungu hakuna tulichomfanyia. Alitupenda tungali wenye dhambi. Warumi inatuambia that is agape. Hakuna tulichofanya. Si ndio? Hiyo upendo ni wa wote. Anaposema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, hamaanishi miti, milima, sio nini, si ndio? Biblia inaposema ulimwengu au walimwengu ni watu ambao wenye nini? Wenye dhambi. Hajasema kwa maana jinsi Mungu alipenda planet. There is the difference kati ya planet, si ndio, na universe, si ndio? Kuna tofauti. Kwa Mungu aliwapenda ulimwengu, alipenda sisi na mambo yetu, si ndio? Kama tulivyo. Ndio maana Mungu anawanyeshea mvua waovu na wema, si ndio? Tunapata wote. Satiko. Hizo ni baraka za agape za wote, si ndio? Anawapenda, anawanyeshea mvua waovu na nini? Na wema. God loves us. That is agape. So lazima twende step nyingine. Upendo ambao utatutofautisha na walimwengu kwa Mungu, si ndio? Upendo wenye sababu. Mungu, upendo wa kirafiki ni upendo wenye sababu. Mungu anakupenda kwa sababu. Tunatoka kwenye ile agape ambayo ilitufanya tukaokolewa. Sasa tunaenda step nyingine ya Mungu kutupenda. Upendo ambao una sababu. Upendo wa kirafiki ni upendo wenye sababu, conditional love. Ule wa kwanza ulikuwa unconditional love. Sasa tunaenda upendo wenye sababu. Tunamfanyia nini Mungu ili atupende? Afu kwenye upendo una faida zake, una marupurupu yake tofauti na wa agape. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Conditional love. Conditional love. Ndio tuna upendo wa phileo. Phileo. Mungu ana upendo wenye sababu. Lazima umpende Mungu, lazima ufanye jambo ili Mungu akupende. Mungu akupendi tu kwa sababu wewe ni binadamu. Lazima umfanyie upendo phileo. Ambao sifa za upendo wa phileo nimesema hauangalii hali, unaangalia hali ya mtu ya nje, una masharti. Ni upendo wenye masharti ya kupenda.
Upendo wa kirafiki una kiwango na kipimo cha kupenda. Una mwisho au una kikomo cha kupenda. Hizo ni tabia za upendo na Mungu anazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa Sunday school, nilikuwa najua aina moja tu ya upendo. Nilikuwa najua tu Mungu ana upendo wa agape. Nalifikiri kama mtoto. Tulisoma pale. Nalifikiri kama mchanga. Kwa nilivyokuwa nikakutana na upendo ambao una sababu. Ili Mungu akupende kuna sababu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo wa kirafiki. Wewe huyo ni rafiki yako kwa sababu kuna sababu. Hakuna tu urafiki unatokea hivi hivi. Hata sisi binadamu lazima kuna sababu zinazowafanya kwa nani? Marafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi primary nilikuwa na marafiki zangu, sasa hivi sijui hata wako wapi. Sekondari nilikuwa na marafiki mpaka sasa hivi sijui wako wapi. Si ndio? Kwa sababu sababu zilizotufanya kuwa marafiki zimeisha. Hata chuo nilikuwa na rafiki mmoja, dada mmoja anaitwa Beatrice. She was good in mathematics. Mzuri sana kwenye hesabu. Alafu mimi nilikuwa mzuri sana kwenye physics. Kwa hiyo nikitaka issue ya mathematics nilikuwa namtafuta. Na akitaka issue ya physics alikuwa ananitafuta. She was my friend. Lakini sasa hivi sina hata namba yake. Sijui hata yuko wapi. Kwa sababu imefanyaje? Haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu ya mimi na kuwa marafiki haipo. Kwa hiyo hata kwa Mungu ili akupende, pendo wa kirafiki anazo. Anaangalia sababu. Ukizifanya anafanya, anakupenda. Usipofanya anaachana na urafiki unaisha. Mmoja ya marafiki wa Mungu kwenye Biblia alikuwa ni Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa rafiki sana wa Mungu. Soma Yakobo 2 mstari wa 23 nadhani. Ibrahimu alihesabika kuwa rafiki wa Mungu. Rafiki. Musa alikuwa rafiki. Mungu anasema siwezi kumficha jambo. Musa, kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Wewe unamfichaga rafiki yako. Kuna mambo mengine yani ukipata tu umbea au ubuyu. Sema rafiki yangu leo nina ubuyu, siwezi kulala. Umfichi nini? Kuna watu mna marafiki zenu mnatoa hadi siri za nyumbani kwenu. Rafiki yangu leo nimepigwa na mume wangu. Si ndio? Ufichi kwa rafiki yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Upendo leo. Hebu nipeleke kwenye upendo leo. Nipeleke kwenye Yohana sura ya 14. Yohana sura ya 14 mstari wa 23 na wa 21. Anzia mstari wa 23. Alafu tarudi mstari ule wa 21. Tumefika? Yes. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda. Sema mtu akinipenda atalishika neno langu. Na Baba yangu atampenda. Umeona? Hapo kuna sharti. Ili upendwe na Mungu, lazima umpende kwanza Mungu. Tuko pamoja hapo? Mtu akinipenda atalishika neno langu na Baba yangu atampenda. Kwa usitegemee upendo wa Baba wa aina hii kama hujampenda nani?
Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ametoa sharti ya namna ya kumpenda Mungu. Utalishika neno la nani? La Mungu. Neno la Mungu lazima ulishike kama unataka kuwa rafiki. Mungu akupende kwa upendo wa kirafiki, upendo wenye masharti. Lazima ulishike neno la Mungu. Mungu akitazama umeenda kubisha hodi, unaomba urafiki na Mungu, Mungu anaangalia neno la Mungu amelishika kabla hajaruhusu kuwa rafiki yako. Hello. Mungu ananipenda sana. Okay, sawa. Hatukatai. Neno la Mungu umelishika. Sisi ndo wale tunaopendwa na Bwana. Okay, sawa. Neno la Mungu umelishika. Au tu unataka utufurahishe? Kupendwa na Mungu is not a joke. Lazima ufanyie kazi. Mojawapo ni kulishika neno la nani? La Mungu. From Monday to Sunday. Ndo Jumapili ndo siku pekee ya kusoma neno la Mungu. Tena unasomewa. Kuna watu mpo humu tangu last week hamna hata mstari mmoja wa neno la Mungu mliosoma. Alafu unasema unapendwa na Mungu. How? Tuko busy. Facebook, Instagram, TikTok. Uliza kikosi cha Bekene, atakutajia majina yote. Anajua mambo yote yanayoendelea kwenye siasa, anajua mambo yote yanayoendelea kwenye mtandao, anayajua. Neno la Mungu sasa, my friend, hapo we are here, tuna praise, tunaimba, huyu Mungu tunampenda. Kivipi? How you love God? Hello. Kushika neno la Mungu, ndipo Mungu atakupenda. If you want God to love you, kukupenda, lazima ushike neno la Mungu. Lazima ushike, usome neno la Mungu. Haleluya. Alafu Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. That is a bonus. Ukishapendwa na Mungu, Mungu anakuja, anaweka makao. Haleluya. Sasa kama Mungu ameshaweka kingdom kwako, utaogopa kitu gani? Nani atakusumbua? Maana pale wanapigana na ufalme. Bwana wa mabwana yupo, ameweka makao kwako, nyumbani kwako, kwenye kazi yako. Nani atakusumbua? Haleluya. Nipeleke mstari wa 21. Tuone bonus nyingine ya kupendwa na Mungu. Kumpenda Mungu. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye apendwaye.
kushika amri za Mungu. Yeye ndiye afanyaje? Apendwaye. Obedience, utii wa amri za Mungu. Ziko nyingi. Amri tunazijua. Kuzijua tunazijua, si ndio? Usiabudu miungu mingine ila mimi, si ndio? Lakini kuna watu tunaabudu wanadamu. Uchawa sasa hivi ndo habari ya mjini. Yaani unamsifia mtu zaidi hata unavyomsifia Mungu. Kizazi cha sasa hivi kimevurugwa. Kimekuwa kizazi cha machawa tu, kusifia watu tu. Ukuta janaume zima limekaa kusifia mwanaume mwenzie. Katibu last week alitukumbusha, wewe tajiri ukifa uozi. Wanatunga hadi nyimbo za ajabu. Ukifa uozi, ukioza haunuki. Yaani unasifia vitu nonsense. Tumekuwa watu wa kuabudu mambo ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima we should change the way. Lazima tubadilishe namna ya kumpenda Mungu. Sabudu. Kule makazini, that is waste. Vinakuja vibinti vidogo vidogo ndio vimeajiriwa. Basi yani ni kuzungukia tu mabosi tu pale, kujipendekeza tu, kucheka tu. My friend, unaanza kuabudu watu. Amtegemee mwanadamu. Zingine unajitafutia laana tu. Sisi tuanzishe sadaka kuvunja hizo laana. Sababu wengine wametegemea watumishi. Hii nalo ni jambo ambalo limekuwa ni watumishi. Yani kama wametuchukulia akili zetu. Tunafanya mambo ya ajabu mno. Yani wewe unavyomheshimu mtumishi, yani unavyomwabudu, yani ungechange hiyo kama ndo unamwabudu Mungu, unamheshimu hivyo Mungu, ungekuwa mbali sana. Tunaogopa watu. Tunatoa heshima kwa watu zaidi ya kumpa heshima nani? Mungu. Juzi kwenye jumuiya nilikuwa niwatolea mfano mmoja. Kuna familia moja, mchungaji alipiga pigo la kushtukiza. Katembelea usiku, jioni. Familia walikuwa wanapiga vitu. Mzee wa pale, mama walikuwa wanakula vitu. Na naposema kula vitu walikuwa wanakunywa pombe. Mchungaji siku nyingine unashtukiza. Utajua waumini wako vizuri. Alivyotokeza tu ameshuka, huyo ni mchungaji. Vitu vilijaa hapo. Vilikuwa vimejaa hapo. I see. Zile chupa zilitupwa. Ali pakawa ndani ya sekunde ushahidi haukuwepo. Unaogopa mchungaji wakati ipo Mungu ambaye anakuona, anayeona sirini. Unaogopa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kushika amri za nani? Za Mungu. Kama Yusufu. Kuna yule mke wa Potifa yule. Kumbe mambo ya kupenda vijana wadogo hajaanza leo. Ilianzia kipindi kile cha mke wa Potifa. Tunapenda viserengeti boys. Alimzimia. Mke wa Potifa alimzimia nani? Yusufu.
Na Potifa alikuwa ni mmoja wa maafisa, alikuwa ni kiongozi mkubwa wa maafisa wale wa ulinzi wa urais. Yusufu anafanya kazi pale kwa uaminifu kabisa, mtu wa Mungu. Familia ikafanikiwa, heshima ikawa kubwa sana. Yule mama akamzimia Yusufu, akataka alale naye. Yusufu kafanya kawa mkwepa mama na mkwepa. Anasema kuna siku anatarajia labda mama huyu ataingia kwenye 18 zangu, bado kila akifanya mtego Yusufu anakwepa. Labda alimwahidi, labda sasa hivi angaidiwa labda iPhone gani sasa hivi? Ile ya juu kabisa. 16. Labda kahidiwa, bana nitakununulia iPhone 16. Nitakuwa nakupeleka KFC, ingekuwa sasa hivi sasa, si ndio? Nitakupeleka sijui wapi. Lakini Yusufu alikataa. Akasema siwezi nikamtenda Mungu dhambi ya namna hii. Anaona mahusiano yake na Mungu, nothing can compromise. Hakuna kitu ambacho kitaingilia kuvuruga mahusiano yake na nani? Ni Mungu. Yusufu akakataa. Lakini vijana wa siku hizi chipsi tu ya 1,500 au ile chipsi ya KFC, ila KFC ameharibu sana watu. Yule ni kuku tu, tena broiler. Lakini unaona vibinti wengine ni ushamba tu. Ni ushamba tu. Unaenda pale KFC na kujisnapu kabisa. Huo ni ushamba, na unaonesha wewe ni mlafi. Ushibi kwenu kabisa. Vitoto vya chuo utavikuta pale Mlimani City. Mwe mnatembelea pale. Ni ulafi unakusumbua. Chips za shilingi 5,000 alafu una compromise na Mungu wako. Alafu Jumapili viko hapa vinaimba praise and worship. Juzi kati hapa kwenye mitandao kule kuwa na jambo zito la mtoto wa mchungaji, sijui mlilisikia, mliliona. Lilichafua. Nafika siku hiyo ofisini, mshikaji wangu mmoja anita, wewe mtumishi njoo hapa, sio unajifanyaga wewe mchungaji, njoo nikuoneshe sasa vijana wako wanavyofanya. Nini? Njoo una kifua, njoo. Nikakimbia nikuangalia kama kitu cha maana, nikakutana na mtoto wa mchungaji, mama yangu. Akaniwekea nyimbo ya kuabudu pale, mtoto anaiabudisha, watu wanabubujika. Umeona? Akasema sio mtoto anamwabudu, anajua kuabudu sana, anamtumikia Mungu wake kabisa. Sema tulia. Ngoja nikuoneshe sasa na nyingine. Bala, kahaba wa kutupwa. Yule binti kahaba aliyebobea amejirekodi. Amerekodiwa, picha zake zimevuja. Sio picha, video zaidi ya 1. Amri zangu. Tuwe kama kina Danieli, walikataa kula chakula cha anasa cha mfalme. Wameitwa ikulu, wako ikulu, wanapewa chakula cha anasa. Wasema no, acha wewe niletee mtama tu, afu tupe wiki moja. Sasa hivi tunakimbilia vyakula vya anasa. Tumesahau viazi. Unajua vyakula vya maana ndio hivi, viazi, mahindi. Nenda hospitali watakushauri. Waulize tu, waje ufike 40 tu, miaka 40. Watakuanza kukushauri, punguza mafuta, anza kula vyakula natural.
Tunaanza kuharibu afya zetu kwa vyakula vya nini? Vya anasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda. Ile 21 umeenda tena wapi? 21 nataka nikuoneshe bonus za kumpendwa na Mungu. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Mungu anajidhihirisha hivi, manifestation of God. Mungu anajidhihirisha. That is a bonus, big bonus. Kupendwa lakini kujidhihirisha. Mungu anadhihirika kwako. Hello. Mpende Mungu. Mpende Mungu tu. Kwa moyo wako wote. Kwa namna yote. Mpende nani? Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Misali 8:28 inawaambia, Misali 8:17 inasema, na wapenda wale wanipenda. Hakuna cha agape hapo. Hakuna. Wale wanipendao ndio nafanyaje? Nawapenda. Love God. Penda Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Nipeke kwenye Warumi, kuonesha kitu hapo. Warumi 8:28. Warumi 8:28. That is powerful. Nasi tunajua kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Sasa unataka ufanye kazi na nani? Kama unataka kufanya kazi na Mungu, sharti mpende Mungu. Na kumpenda Mungu ni kushika amri zake. Afu Mungu atafanya kazi pamoja na wewe. Ukiwa ofisini, Mungu yuko pamoja na wewe. Ukiwa kwenye biashara, Mungu anafanya biashara pamoja na wewe. Ukiwa nyumbani, Mungu anafanya kazi pamoja na wewe. Katika shughuli zako zote za kutafuta mema, fanya kazi pamoja na Mungu. Ili ufanye kazi pamoja na Mungu, lazima umpende Mungu. Lazima umpende nani? Mungu. Katika kuwapatia mema, mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Lazima mema ya nchi yaliwe hapa kwenye dunia hii. Huko mbinguni tayari tushajengewa baba zelami. Mema ya nchi yaliwe hapa duniani. Yani tembelea mbuga za wanyama hapa duniani. Kama una uwezo wa kwenda Dubai, Marekani, wapi, nenda. Hapa ukiwa wapi? Duniani. Fanya. Ukiwa hapo wapi? Duniani. Yakishapita huko mbinguni, kazi yetu ni kuimba tu. Sasa unakulaje mema ya nchi? Fanya kazi pamoja na nani? Na Mungu. Mungu anafanya kazi
pamoja na wampendao katika kuwapatia mema. Just love God. Mungu ana kila kitu, my friend. Whatever the situation, just love God. Acha Mungu afanye. Tatizo tunategemea akili zetu wenyewe pasipo kumtegemea nani? Mungu. Mwache Mungu afanye. Tatizo tunajifanya tuko smart sana kumshinda Mungu. Ndio mambo yetu yanakwama. Just love God. Hallelujah. Hallelujah. Nipeleke kwenye mstari wa Wakorintho, nataka nimalizie hapo. Hii dozi kidogo inatosha. Wakorintho wa kwanza, nipeleke chapu. Sura ya 2 mstari wa 9, tamalizia hapo. Mengine tutakutana kwenye mkesha. Yes. Naomba uandike mstari kwa herufi kubwa sana. Ikiwezekana ubold kabisa. That is the powerful word. Some tu hapo kabla sija kufafanulia. Uandike kabisa kwenye front page mstari. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika mioyo ya wanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Kuna vitu dunia haijawahi kuviona. Kuna vitu dunia haijawahi kuvisikia. Kuna vitu vimefichwa bado. Mungu amevificha bado. Anasubiri watu ambao wanaompenda awafunulie. Hello? Kuna vitu hujawahi kuviona duniani. Kuna vitu hujawahi kuvisikia duniani. Vitu vya kipekee. Vitu vya thamani. Hivyo vitu Mungu anawafunulia wale tu wampendao. Sio nilikuwa namwambia Boni hapa, kuna nyimbo hazijawahi kuimbwa. Dunia haijawahi kusikia toni ya muziki. Zipo ambazo Mungu ameziweka maalum kuwafunulia wale tu wampendao. Maana nilikuwa naambia nyinyi wanakwaya, walimu wa kwaya, endeleeni kumpenda Mungu. Mpendeni Mungu sana. Mungu atawafunulia nyimbo ambazo dunia haijawahi kuzisikia. Na siku Mungu akiwafunulia, hamtabaki kuwa wa kawaida. Nadhani sijaeleweka. Sijaeleweka bado.
Sijaeleweka. Nimetolea mfano kwa wanakwaya, walimu wa kwaya. Mungu akijiridhisha kwamba unampenda Mungu, zipo nyimbo ambazo hazijawahi kutungwa, zipo nyimbo hazijawahi kuimbwa. Mungu amezisili kwenye kontena lake, anaangalia nimfunulie nani nimpe. Alafu Mungu akifunulia, hautabaki kuwa wa kawaida. Kuna biashara hazijawahi kufanywa hapa duniani. Kuna gunduzi nyingi hazijafanyika hapa duniani. Mungu anatafuta wale tu wampendao, na ndio atakao wafunulia. Na Mungu akiwafunulia, hawatabaki kuwa wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Juzi nilikuwa naangalia zile tuzo za wasanii wa muziki wa Injili. Kuna kijana mmoja anaitwa nani yule, ameimba wimbo wa Nina Siri naye Yesu. Si tunamfahamu? Ameshinda tuzo ya uimbaji wa kimataifa. Ni wimbo mmoja tu umemtambulisha kimataifa na amechukua tuzo. Kwa the way, na waimbaji wameimba wengi, nyimbo zimeimba nyingi, lakini ni wimbo mmoja tu, Nina Siri naye Yesu, ni wimbo ambao umemtambulisha kimataifa na amechukua tuzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wampendao. Yule hata sio Mswahili, hajui hata kuongea Kiswahili, lakini amechukua tuzo kwa wimbo wa Kiswahili ambayo sio lugha yake. You must change how to love God, ili Mungu akufunulie vitu ambavyo amevificha, amewaandalia wale tu wanaompenda Mungu. Inaweza ikawa ni biashara yako hiyo ndogo ya kuuza mchicha, ya kuuza vitumbua, hiyo Mungu, kwa jinsi unavyompenda Mungu, vitumbua vyako unavyovipika, hiyo ladha yake, Mungu anakupa ladha ambayo mtu akionja hata tamani kula vitumbua vya mtu mwingine. Sisi mnanielewa? Tunaosuka, wasusi, kuna staili ambazo zimewekwa kwa ajili tu ya wale wanaompenda Mungu. So, angalia kwenye mazingira yako, kitu gani unafanya? Kitu gani Mungu anataka akutofautishe na wengine? Anakutofautisha na wengine kwa sababu atakufunulia vitu ambavyo macho hajawahi kuona, masikio hajawahi kuona, dunia hajawahi kuona. Leo tunamsifia huyu KFC. KFC ametajirika baada ya kulitaya. Alikuwa anafanya kazi jeshini, mpishi wa jeshini. Amestaafu, amerudi mtaani, maisha yamempiga. Anasema nifanye nini? Na alikuwa anampenda sana Mungu.
Alikuwa anampenda sana Mungu. Mungu akamtokea, anasema kwenye soma vitabu vyake, akamwambia wewe ulikuwa mpishi jeshini, you can cook, unaweza kupika. Mungu akampa formula ya namna ya kuchanganya vile vipapatio, na leo dunia nzima inamfahamu. At the age of 60. Usijione mimi umri umeenda. Mungu anaweza akakufanyia vitu at that point. Love God. Ukishajua hii siri, hutahamasishwa na mtu kumtumikia Mungu. Hutahamasishwa na mtu kufanya kazi ya Mungu. Hutahamasishwa na mtu kutumika, kwa sababu hatutumiki kwa hasara, tunatumika kwa faida. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jenga mahusiano yako na Mungu. Imarisha mahusiano yako na Mungu. Na ukiimarisha mahusiano yako na Mungu, huhitaji Mungu. Mungu hahitaji wewe mpaka ufunge na kuomba ndo afanye jambo. Kuna watu tu wanafanyaga tu Jesus, Mungu anashuka. Maneno mawili tu. Ila wengine mpaka Mungu azilike, tutafunga, tutaomba, tutaabudu, lakini somebody, mtu tu anasema Jesus, Mungu anashuka. The way unavyompenda Mungu, Mungu anakufanyia mambo ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Go change. Don't compromise. Please don't compromise. Mungu ni Mungu mwenye wivu. Mungu hashirikiani na waovu. Mungu pamoja na damu nyingi ya Yesu Kristo imemwagika, lakini Mungu katika kuwapatia mema utapata yale mema ya jumla ya agape. Lakini ukishafika level hii, you see the God totally different kabisa. Boresha mahusiano yako na Mungu, na kuhamasisha tena, boresha mahusiano yako na Mungu.